Haleluya. Haleluya. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya juu, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala mti, wala hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Watu wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Watu wa kabila ya Rubeni 12,000. Watu wa kabila ya Gadi 12,000. Watu wa kabila ya Asheri 12,000. Watu wa kabila ya Naftali 12,000. Watu wa kabila ya Manase 12,000. Wa kabila ya Simeoni 12,000. Wa kabila ya Lawi 12,000. Wa kabila ya Isakari 12,000. Wa kabila ya Zabroni 12,000. Wa kabila ya Yusufu 12,000. Wa kabila ya Benjamini 12,000 waliotiwa muhuri. Baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana-kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu uko na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi, mwana-kondoo. Na malaika wote waliokuwa wakisimama mbele pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee, na za wale wenye uhai wanne, nao huanguka kifurifuri mbele ya kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina. Baraka na utukufu na heshima na shukrani na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu milele na milele. Amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yote, kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi ya maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Katika sura hii ya 7, moja, tunaona malaika wanne ambao mwanzoni tulikuwa hatujajua hasa shughuli yao ni ipi,
lakini katika ule mstari wa 3 tunaona ya kwamba bila shaka shughuli yao ilikuwa ni kudhuru nchi, kwa sababu waliambiwa msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Sasa katika hatua hii mapigo yanaendelea, lakini kuna watu ambao hawapaswi kuuawa katika mapigo hayo, na moja ya watu hao ambao hawapaswi kuuawa katika mapigo hayo ni wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Kuna wana wa Israeli ambao wanaitwa mabaki, yaani pamoja Israeli mpaka leo wanaamini ya kwamba Yesu bado hajarudi, wanaendelea kumsubiria, wanaendelea kumngojea Masihi. Sasa katika wakati huo, kwa sababu ya huu upumbavu ambao wanao, katika wakati huo Mungu atasaza kwenye kila kabila mabaki ya watu ambao watamkubali yeye, na watu hao atawawekea alama ili yale mapigo yanapopita wao wasipigwe na yale mapigo. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa watu 144,000 ni mabaki ya wana wa Israeli ambao watasalia katika wakati huu wa dhiki kuu. Wakati huu wa dhiki kuu baada ya unyakuo, labda niliweke pia hilo jambo ulielewe. Baada ya dhiki kuu, sasa hivi Roho Mtakatifu anafanya kazi duniani kote kwa nguvu kwa ajili ya kuokoa. Hamna mtu anaweza kaokoka bila Roho Mtakatifu kuwa juu yake. Hii mtu ukiona ameokoka, ujue aliyemvuta yule mtu kuokoka ni Roho Mtakatifu. Sasa baada ya unyakuo wa kanisa, Roho Mtakatifu ataoperate kwa uchache, hata kuwa akioperate katika maeneo yote ya watu wa mataifa, ila ataoperate katika Israel. Jamani, haleluya. Ataoperate katika Israel, na lengo la kuoperate katika Israel ni kuwatambulisha na kuwafanya waweze kutubu na kufikiria toba. Na kitakachotokea wakati wa mpinga Kristo atakapoanza operation zake, Israeli wataamini kwamba yule mpinga Kristo ni Kristo kabisa, kwa sababu atakuwa anaenda na vitu vingi vizuri. Lakini katikati ya hiyo safari, yule mpinga Kristo ataamuru ibada zote zingine zikomeshwe, bali ibaki ibada ya kumwabudu yeye. Yeye atapandisha sanamu ili iabudiwe, na atataka watu waiabudu sanamu hiyo na wamwabudu yeye. Lakini pia kitakachofanya zaidi wana wa Israeli wamkatae na wagundue kwamba huyu sio, it is a scam. Huyu jamaa atachukua nguruwe na wale wanyama wote waliokatazwa na Israeli, ataenda atawachinja kwenye madhabahu ya Israeli, na wana wa Israeli watagundua huyu siye, kwa sababu kama angekuwa ndiye asingeweza kufanya jambo hili la chukizo. Kwa hiyo wana wa Israeli wakamchukia na wakamkataa kabisa, na wote ndipo wakajua ya kwamba yule waliyemkataa mwanzoni ndiye aliyekuwa Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Sura ya 8. Na labda kitu kingine hapa kwenye haya makabila, utagundua kuna makabila mawili yamekuwa omitted na yamekuwa misplaced, yameingizwa makabila mengine. Jamani, Bwana asifiwe. Katika yale makabila 12 pale, utagundua ya kwamba kabila la Dani halijatajwa, halimo kwenye orodha ya yale makabila 12, kwa sababu Dani aliwahi kwenda, ilikuwa ni center ya uabudu sanamu. Kwa hiyo Mungu hakuwaacha wawe na sehemu katika mabaki haya. Kipindi kile cha mgawanyiko wa ufalme wa Yeroboamu, mnafahamu ya kwamba baada ya Sulemani kufariki kulikuwa kuna wafalme wawili, mmoja aliitwa Rehoboamu na mwingine aliitwa Yeroboamu. Yeroboamu hakuwa mwana wa Sulemani, bali alikuwa ni mtu wa mataifa
kutokana na makosa aliyoyafanya Rehoboamu, basi Yeroboamu akainuka. Sasa Yeroboamu alipoinuka akawakataza watu wasipande kwenda kuabudu Yerusalemu kama ilivyokuwa desturi, kwenda kuabudu kule ambako kuna hekalu. Badala yake akatengeneza madhabahu za kishetani katika Dani, na watu wa Dani wakaabudu kwenye madhabahu hiyo. Lakini eneo lingine ambalo alitengeneza madhabahu ya watu ili wasiende kwenda kuabudu kwenye madhabahu ya kweli, wakageuka na kuanza kumfuata Rehoboamu, alijenga madhabahu nyingine katika nchi ya Efraim. Kwa hiyo hao watu wawili waliondolewa kwenye listi, Efraim pamoja na Dani, na badala yake akawekwa Yusufu pamoja na Manase katika orodha ile ya wana 12. Bwana asifiwe. Karibu ile sura ya 8. Hata nafikiri sasa mnakumbuka ile sura ya 6 tulikuwa kwenye muhuri wa ngapi? Wa 6. Sasa hivi tunaingia kwenye muhuri wa ngapi? Wa 7. Na hapa katikati wameeleza kwamba mapigo yale yasiendelee mpaka wale watu wawekwe alama. Na sasa wale watu wameshawekewa alama. Hii alama inawafanya wale watu kuwa exempted na mapigo yatakayokuwa yakiendelea hapa duniani. Sura ya 8, tuendelee. Hata alipoifungua muhuri ya 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7. Nao wakapewa baragumu. Walipofungua ule muhuri wa 6, ndani ya muhuri wa 6 ndipo kuna baragumu 7. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa hii ndio tunamaliza kuongelea mihuri, tunaanza kuongelea baragumu, kwa sababu kufunguliwa kwa muhuri wa 7 kunafungua baragumu 7. Jamani, Bwana asifiwe. Na baragumu 3 za mwisho zinaitwa ole kwa sababu ya ukali wake na uzito wake na adhabu zake zilivyo nzito, zinaitwa ole zile za mwisho. Za kwanza zinaendelea kuchukua jina la baragumu, lakini za mwisho zinachukua jina la ole. Haya, tuteremke. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitoa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Kukawa radi na sauti ya umeme na tetemeko la nchi. Na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari ili wazipige. Ndiyo. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu Sasa hizi baragumu, kila kinachoendelea kinakuwa kikali kuliko kile cha mwanzo. Baragumu hii ilivyopigwa, kukawa na nini? Na mvua ya mawe. Kukawa na mvua ya mawe na moto. Hiyo mvua sio tu ilikuwa mvua, lakini ilikuwa na moto ndani yake. Vilivyotangamana na damu. Ndiyo. Vikatupwa juu ya nchi. Ndiyo. Theluthi ya nchi ikateketea. Theluthi ya nchi. Kumbuka kule robo walikufa kule. Sasa hivi theluthi ya nchi ikafanyaje? Ikateketea. Na theluthi ya miti ikateketea. Na theluthi ya miti ikafanyaje? Ikateketea. Na jambo la 3 lililotokea kwenye baragumu ya kwanza, na majani mabichi yote yakateketea. Na majani mabichi yote yakateketea. Wale ambao tulisomaga ile sayansi ya la 4, sijui siku hizi inaitwaje? Siku hizi manake siku hizi wamebadilisha. Zamani ilikuwa sayansi.
ile ya la 4, mimea inatoa nini? Oxygen, alafu inavuta carbon dioxide. Sasa hapa tunaona theluthi ya mimea yote imeteketezwa, lakini majani sio theluthi, ni yote yamefanyaje? Yameteketezwa. Hii itaathiri pia hali ya upumuaji ya dunia. Hali ya upumuaji ya dunia, watu watakuwa wanakaa humu duniani, pumzi, yani pumzi ni changamoto. Pumzi ni changamoto kwa sababu vile vyanzo vya oxygen vimefanyaje? Havipo. Majani yameteketea, pua zitakuwa ziko juu juu. Watu wanatafuta hewa, lakini hewa imekuwa inatoka kwa uchache. Bwana atusaidie sana. Muhuri, hiyo ni muhuri ya kwanza, hiyo ni baragumu ya kwanza. Haya, baragumu ya pili. Ndiyo, theluthi ya bahari ikawa nini? Sasa uharibifu unaenda kwenye nini? Kwenye bahari, mdogo mdogo, yani mpaka utakuwa hakuna pa kushika. Theluthi ya bahari, theluthi ya viumbe vilivyoko nini? Baharini. Wale wanaofanya kazi za bahari, sijui mazao ya bahari, viumbe vile, theluthi vitafanyaje? Vitauawa. Theluthi ya merikebu, meli hizi na maboti sijui na nini, theluthi zikafanyaje? Kwa kuwa yalitiwa uchungu. Maji ya kunywa wapendwa, maji ya kunywa. Yaani wewe unakuwa unaishi, lakini sasa maji yale ya kunywa yale, pakanga, yametiwa nini? Pakanga, yametiwa pakanga. Na anasema theluthi yalikuwa sio tu machungu, yalikuwa ni kama yana sumu ndani yake hayo maji. Kwa hiyo theluthi ya watu wakafa kwa hiyo sumu ya hiyo pakanga. Haleluya, haleluya. Malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua ikapigwa, na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Kisha nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, ole, ole, ole wao wakao juu ya nchi, kwa sababu sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga. Yaani hapa maji sumu, si ndivyo? Mimea imeshughulikiwa, theluthi ya viumbe vya majini, theluthi ya vitu vya nchi kavu, theluthi ya wanadamu, na jua theluthi
limeondolewa nguvu zake, si ndivyo? Na nini tena imepigwa? Na mwezi. Na nini tena? Na nyota. Kwa hiyo humu duniani kunakuwa kama giza fulani hivi. Wangapi waliwahi kwenda Selo? Yaani kule Selo. Wako. Kule Selo unakuta madirisha yako juu kule mengine. Ile zile Selo kabisa zenye original zile. Zenye hazijachakachuliwa. Kiwekwa mle ndani ile muono wake au mzuri. Au magereza. Magereza unajua madirisha ya kule huwezi kaweka madirisha kama haya magereza. Kuna watu asubuhi tu watakuwa wamemalizana na hilo dirisha. Bwana Yesu atusaidie. Haya. Twende. Tunaingia sasa kwenye ole sura ya 9, zile ole. Sura ya 9. Jamani, haya mambo yanaendelea hapa duniani. Wale watakatifu wa Bwana wako kule mbinguni wanakunywa kinywaji pamoja na Bwana Yesu. Wanapongezana. Wanaambiana, mpendwa umeshindaje? Nimeshinda mimi. Nimeshinda. Masimulizi ya ushindi yanaendelea. Huku duniani ni manyota yanashuka, mapakanga yanaharibu, mambo yanakuwa mabaya. Hali inaendelea kuwa mbaya huko. Na hiyo ni dhiki tu ya duniani. Sio kwamba eti ndio jehanamu imeanza. Jehanamu bado hatujaanza kuiongelea. Hapa tunaongelea tu mambo ambayo yaani ule utangulizi kabla ya huko kwenye jehanamu ya moto na kiberiti. Twende. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Hao nzige wakapewa nguvu. Nzige sasa shida, unawajua nzige? Wajui. Wamesema hao nzige wakapewa nguvu kama nge wa nini? Wangapi wamewahi kutekenywa na nge? Haikutekenya hivi kidogo. Haya. Nge hawa makali yake yanakuwa yamezidishwa mara 7 katika ukamilifu wake. Sasa hawa nzige watatoka, watafunguliwa, watatapakaa kwenye nchi yote. Wanatusaidia. Ndio maana inaitwa ole. Na hawa nzige, yani sijui ushaikuwa, kuna nyakati katika maisha wanatokeaga wadudu waharibifu, wanajaa nchi nzima. Nchi nzima wanajaa. Mfano, unakumbuka vile vyura vya wakati ule wa Farao. Haikuwa eti ni vyura eti vinaruka tu hivi kwenye mitaro. Si ndivyo? Vilikuwa ni vyura ambavyo vitandani, chooni vimejaa kila kona. Ukilala kipo kichura, unashangaa hiki hapa. Ukikaa hapa kanisani kila mtu angekuwa na vyura 5, 7 hapa kanisani. Vinakuwa vinakurukia hivi, ngata. Unapiga hii, huyu ameshakurukia. Unapiga hii, huyu anakuwa ameshakurukia. Sasa hawa nzige ambao wamepewa nguvu ya nge watakaa juu ya nchi miezi 5. Miezi mingapi? 5. Hakuna dawa ya kuwashughulikia itakayokuwa inafanya kazi. Ni kung'ata tu watu. Ni kung'ata. Miezi mingapi? 5. Wanang'ata. Ukigeuka huku wanang'ata. Ukigeuka huku wanang'ata. Ukigeuka wanang'ata.
miezi mitano ya kung'atwa. Na hiyo bado ni introduction. Endelea kusoma. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Nakumbuka kule kwenye wale malaika 4 waliokuwa kwenye pembe, waliambiwa kwamba msianze kazi mpaka watu wawekwe alama, si ndivyo? Sasa hizi hao wamepewa kazi yao kubwa, washughulikie watu, sio viumbe ambavyo sio watu. Washughulikie watu, wang'ate watu. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5. Hao nge hao nzige ambao wamepewa makali ya nge, wamepewa assignment moja, afi mtu. Wewe ni ng'ata tu miezi 5. Hamna mtu anayetakiwa kufa. We ng'ata pua, ng'ata sikio, ng'ata miezi 5 na asife mtu. Ni unang'atwa tu. Wengine hamkuja kwenye mkesha kwa sababu vitanda vyenu havina nge, si ndivyo? Vingekuwa na nge, mngekuja. Mngekuja. Hutalala. Watu wanasema sijui afya ulale masaa 8. Hivi utalala huku ng'ata. Utakesha usiku, utakesha mchana. Unakesha. Jamani, kubaki ni mbaya. Wewe kusikie tu. Na mimi hapa naelezea kidogo. Yaani sijafikia hata robo ya kuelezea uhalisia. Mimi hapa yani ni kwa sababu ni binadamu hivi nashindwa kuelezea kwa kina. Mng'ato utakao ng'ato. Wewe utakao umenyakuliwa, wewe hautakuwepo. Usiombe ukawa sehemu ya kung'atwa. Miezi mingapi? Ushakaa wiki nzima hujalala? Nani aliwahi kukaa wiki nzima hajawahi kulala hata saa moja? Sasa fikiria miezi 5 rafiki yangu. Unavuta hivi usingizi, ashang'ata paja. Unavuta hivi tena sijui ngoja nisinzie kidogo, shang'ata. Ndio. Na wameambiwa hafi nani? Katika wakati huu wapendwa, kufa itakuwa ni heri kuliko kuishi. Kufa itakuwa ni nini? Yaani mtu atatamani afe, na wameambiwa hafi mtu, ni kung'atwa tu. Kung'atwa tu. Si walikuwa wajanja duniani? Bwana tusaidie sana. Ninyi wapendwa ninyi. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Hayo maumivu yake. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti. Watatafuta. Sasa hivi wewe si unakemea? Tunakuaga na maombi maalum. Roho ya mauti kwa jina la Yesu, toka. Tunapenda kuishi maana kuna raha. Ndio maana yani sasa hivi eti ni baraka. Unakiri sitakufa bali nitaishi. Haleluya. Niyasimlie matendo makuu ya Bwana. Haleluya. Napenda kuishi. Siku hiyo kufa kutatafutwa. Hivi unajua hivi kufa unatafutaje? Si unasema tu unakunywa vidonge unakufa. Utakunywa vidonge vinabadilika vinakuwa kama pelemende. Unakunywa haufi. Umo nge tu anaendelea na kazi. Ng'ata. Nayo mauti itafanyaje? Tatafuta wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Mauti. Hivi sasa hivi ninyi
Mauti sasa hivi si ni kama anasema ana roho ya mauti inamfuatilia, ana roho ya mauti. Kipindi hicho watu tutamani roho ya mauti iwe inawafuatilia. Haitakuwepo kumfuatilia mtu yoyote. Roho ya mauti haitakuwepo inamfuatilia yoyote. Roho ya mauti ukiwa unaifukuzia, yenyewe itakuwa inakukimbia. Nakwambia mimi sina mpango wa kukuua roho. Mbio. Na hapo sio jehanamu hapo. Hatujaanza kuongelea jehanamu ya moto na kiberiti. Hii ni ile wanapasha, wanafanya warm up. Wanafanya warm up ya hali halisi. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi. Wewe hujajua hao nzige wana maumbo gani? Wana maumbo gani? Kama farasi. Ushaona nzige mwenye maumbo kama la farasi? Ndio wanyakati hizo za mwisho wa ziki kuu. Kama farasi. Alafu kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Na juu ya vichwa vyao kama taji, mfano wa dhahabu. Na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Hivi hebu kiunganisha hicho kiumbe sasa. Ndio kinakung'ata miezi 5 kinakung'ata. Yaani umepata picha hicho kiumbe kinafananaje? Fikiria sasa ndio kinakung'ata ngato. Yaani kina umbo la nini? Alafu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa... Sasa wewe fikiria hilo lidude ndio linakuja liko nyumbani mwako mle yamo kama 100 kwenye kila nyumba. Yanang'ata hivi kama libinadamu. Kama libinadamu linakung'ata ng'ata. Mimi niwaambieni wapendwa, sasa hizi watu wako busy kwenye vitu vya kipumbavu. Mara kusafisha nyota, mara sijui nini, mara chumvi, mara nini, sijui upako, sijui nini. Niwaambieni hayo mambo. Wapendwa, mbinguni, mambo ya mbinguni ni machache sana. Umenielewa watakatifu wa Bwana Yesu? Ishi maisha matakatifu, mkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Amen. Ishi maisha matakatifu, mtumikie Mungu. Mengine yote ni porojo. Maanania yoyote ni porojo. Mimi I tell you the truth. Yaani hii dunia sasa watatokea watumishi watatufanya tuwe busy kwenye vitu vingi. Tuache kuwa busy kwenye vitu vya nini? Vya msingi. Busy. Ukombozi sijui wa familia, ukombozi sijui wa biashara, ukombozi. Mimi niwaambieni, pasipo biashara unaenda mbinguni. Daudi Ayubu alisema hata pasipo mwili huu nitamuona Bwana. Usipambane na mambo ya dunia hii mpaka ukapoteza wokovu wako, mpaka ukapoteza mahusiano yako na Mungu, mpaka ukapoteza. Usipiganishe. Kuna watu wanatafuta watoto mpaka anamkosea Mungu, anaenda kwa waganga apate ujauzito. Hivi kwanza huyo mtoto uliyempata kwa sampuli hiyo, hata akiwa anakuwa hivi sio unakuwa inabidi wewe unamwangalia vizuri sana. Hasa kashangaa kumbe jini ulizawe. Mtoto umeshinda kwa waganga. Miezi 6 waganga walikuwa unalala hapo umehamia, wamekutengenezea na hostel. Ya mtoto ukimzaa atakuwa wa kawaida. Alafu unakuja naye kanisani. Unashangaa anakuwa hana apendi kabisa mambo ya chechi. Habarikiwi kabisa, yani akisikia kitu chochote cha kanisani habarikiwi. Kumbe ni mapepo. Wapendwa, hata bila watoto tutamuona Yesu. Wapendwa, hata bila kuolewa tutamuona Yesu. Wapendwa, hata bila kuoa tutamuona Yesu. Mambo ya dunia yasitukimbize mchaka mpaka tukapoteza, tukamwacha Bwana, tukakomana mambo ya dunia hii, tukakomana michaka ya dunia hii. Jamani, hii dunia mambo yake yanapita na kila kilichopo na michaka. Usimwache Bwana kwa ajili ya kukimbizana na heka za dunia hii. Hivi lidude eti lifarasi linauzwa mwanadamu, liko mle chumbani mwako, liko mle ng'ada. Jamani, ni maisha gani haya? Na nahisi utakuwa huwezi kuyafungia mlango, yatakuwa yanabomoa haya madudu. Bwana atusaidie sana. Na nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Hilo likiumbe hilo. Hilo
hilo lidude hilo, wapendwa, kuwa nalo tu hivi kabla halijakung'ata. Yaani halijakung'ata tu likawepo tu kwenye mazingira ya karibu, inakuwa tu tayari ushajisikia vibaya. Sasa sembuse lina nywele. Piga picha, umeshalivalisha wigi. Hilo lifarasi limevaa wigi. Na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dri kifuani kama dri ya chuma, na sauti yao ya mabawa yao yalikuwa kama sauti ya magari ya farasi. Kumbe yale madude, weka na mabawa kwenye hilo lidude. Lina mabawa hivi. Alafu lina wigi, alafu huku lina farasi, huku lina sura ya binadamu. Umeshaliona hilo likiumbe linavyofanana? Lichole kwenye kichwa chako. Ndio maviumbe atakayokuwa anaishi na watu waliobaki kwenye dhiki kuu. Na sauti ya mbawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wana mikia kama ya nge na miiba na nguvu ya mikia kama ya nini? Kama ya nge. Ya nge. Na miiba. Na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Mikia wanakung'ata hivi, wanakupiga hivi na mkia pam pam. Miezi mingapi? 5. Kisa mimi msela. Mimi msela ndo msela. Ukutana nao wenye wigi hao, usela wote utaisha. Wewe utaki kumpenda Yesu kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Mstari wa mwisho wa 11 nafikiri. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani analo jina lake Apollyon. Na hayo majina maana yake ni destruction, uharibifu. Ndio maana hayo majina. Destruction, uharibifu. Hiyo ni ole ya ngapi? Ya kwanza. Miezi mingapi? 5. Sasa nataka uelewe kwamba haya mapigo yameandikwa hivi kwa huu mtiririko ili tu sisi tuelewe. Lakini mengine yatakuwa yanaenda simultaneously. Yaani wakati ile miuli inaendelea na hivi vinaendelea na vitu vinaendelea, vinakuwa huko ndani vyote vimechanganyikana, vyote vinaweza vikawa vinatokea simultaneous. Usije ukafikiri kwamba vinapishana, vinapeana gap. Umeelewa? Havipeani gap. Na siku moja Yesu, na siku moja Yesu. Naomba tusimame. Asifi. Karibu praise team madhabahu. Na siku moja Yesu, na siku moja atarudi, na siku moja Yesu, siku moja Yesu atarudi. Asifiwe Mwokozi. Na sisi tunaimba haleluya, na sisi tunaimba haleluya, na sisi tunaimba haleluya. Asifiwe
Unajua kwa nini tunamsifu Mwokozi? Kwa sababu anarudi. Ni kwa sababu tunajiandaa, ni kwa sababu tumejiandaa. Wewe ambaye unajiandaa, kuja kwa Yesu sio kitu cha kutisha. Unyakuo sio kitu cha kutisha, bali ni baraka. Ni ishara ya kukomeshwa kwa mateso, ni ishara ya kukomeshwa kwa dhiki, ni ishara ya kukomeshwa kwa mapito, ni ishara ya kukomeshwa kwa mambo magumu uliyoyapitia katika dunia hii. Biblia inasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Tunajipa moyo kwa sababu tunajua siku moja Yesu atarudi. Siku moja Yesu atarudi kutuchukua, atatutwaa, atatuambia poleni, atatuambia poleni wanangu, mliteseka kwa ajili ya dunia hii, mlitengwa kwa ajili ya dunia hii, mlifanyiwa hila kwa ajili ya dunia hii, mlitendewa mabaya kwa ajili ya watu waipendao dunia hii, lakini ninyi mlikaza, mlinipenda, mliniishia. Ndio maana tunasema na sisi tunaimba haleluya. Funika macho yako, inua mikono yako juu. Rekenda rabu mama sheta rabu. Sisi tunaimba haleluya, asifiwe Mwokozi. Na siku moja Yesu atarudi, na siku moja Yesu atarudi, na siku moja Yesu atarudi, asifiwe Mwokozi. na sisi tunaimba haleluya, haleluya, na sisi tunaimba haleluya, na sisi tunaimba haleluya, asifiwe Mwokozi. na sisi tunaimba Haleluya. Utoe kwa Bwana, usikubali yoyote Sisi akupunguze kazi yako, tunasema akupunguze kazi yako. asifiwe Mwokozi. Inua sauti yako kwa Bwana, mwambie Bwana, nijalie, nijalie niwe sehemu ya watakaonyakuliwa, nijalie nikupende wewe, nijalie kuiepuka ghadhabu, nijalie kuishi maisha matakatifu, nijalie kuongeza jitihada, nijalie kuongeza bidii, nijalie kuongeza shauku, nijalie kuongeza nia, kuongeza kasi. Yakatarima nariketa, rabakatarima nariketa, reketa rabakane reketa, mayekerima yakataramaseka, ramakatarikatarika, mayeketarima yakatarima yakata, manereketa ramakayatarikata. Mwambie Bwana Yesu, niwe sehemu ya unyakuo, niwe sehemu ya watu watakaoishi na wewe, niwe sehemu ya watu watakao kupenda wewe. Kiu yangu isikatike kwako, shauku yangu isikatike Bwana. Ondoa shauku ya mambo ya dunia, ondoa shauku ya vitu vya dunia, ondoa shauku ya vitu vya hapa duniani, ondoa shauku ya vitu vya muda, ondoa shauku yetu kwa vitu vinavyoonekana, weka shauku yetu kwa vitu vya mbinguni. Rama yeketa rabababasha, mayeketa rabababasha, reketa rama mama swete reka, mayakata rimanda rikata. Mwadhimishe Bwana, mwambie Bwana, nijalie niishi maisha matakatifu, nijalie nitunze vazi jeupe, nijalie nitunze vazi, nitunze maisha,
nitunze maisha yangu. Yesu nijalie. Yakata ramasete reketa ramane reketa rabakari makata rekata rikari masete rikata mayeke rima yakata rikata mayakada rikata rimaka. Mungu achilie ndoto za mbinguni. Mungu achilie ndoto za nyakati zijazo. Mungu achilie warisia kwenye maisha yako. Mungu akupe neema ya kugundua mambo ya dunia hii hayana nguvu kama unavyofikiri, hayana nguvu kama unavyodhani, hayana nguvu kama unavyoona, lakini mambo ya Jehova ni mambo ya milele. Yale mambo ya mbinguni, yale mambo ya nyakati zijazo ni mambo ya milele. Kuishi na Bwana milele. Wapendwa, shida zitakoma, mateso yatakoma, nyakati ngumu zitakoma, lakini Bwana Yesu atakoma. Ufalme wake hautakoma katika jina la Yesu. Yekarimanda rikarimasa mayakata rimanda rikata. Haleluya. Amsha nia zetu tena Bwana. Amsha shauku zetu tena Bwana. Amsha Bwana, pendo wetu wa kwanza urejee tena. Amsha Bwana Yesu. Amsha mioyo yetu tena kwako Bwana. Bwana Yesu, tujulishe nini kina maana zaidi. Tujulishe nini kina thamani zaidi. Mungu, tuepushe na kimbia na mambo ya dunia. Bwana Yesu, tujulishe kuzihesabu siku zetu katika jina la Yesu. Siku moja Yesu. Uko tayari kwa ajili ya unyakuo? Uko tayari kwa ajili ya kumpokea Yesu mawinguni? Je, maisha yako ni safi? Na siku moja Yesu atarudi. Na siku moja Yesu atarudi. Ufunike macho yako, mtafakari Mungu kwa dakika moja. Irudishe mioyo yetu kwako. Irudishe mioyo yetu kwako tena. Irudishe mioyo yetu kwako. Mungu, wewe uwe kitu cha thamani zaidi kuliko chochote. Tufanye tuone ya kwamba mahusiano yetu na wewe ni ya thamani kuliko mahusiano yoyote. Tujalie tujue ya kwamba mahusiano yetu na wewe ni ya thamani kuliko mahusiano yetu na wanadamu, mahusiano yetu na fedha, mahusiano yetu na mabosi zetu. Tupe neema tujue ya kwamba vitu vyote vinapita, lakini ufalme wako haupiti. Wewe wadumu milele na milele. Tujalie kutenda kwa hekima. Tujalie kuwa watu wenye hekima katika nyakati za mwisho. Tusiishi bila kuzitambua nyakati. Katika jina la Yesu. Amen.